Mnamo Mei 18 mwaka 2025, mawakili na wanaharakati kutoka nchi za Kenya na Uganda walidaiwa kuwa wanashikiliwa na jeshi la polisi nchini Tanzania kwa makosa mbalimbali wakati wakijiandaa kuhudhuria katika kesi ya uhaini siku ya Mei 19 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, inayomhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Tundu Lissu. Siku chache baadaye, serikali za Kenya na Uganda zilithibitisha kuwapokea wanaharakati hao wa haki za kibinadamu ambao walikuwa wakishikiliwa na serikali ya Tanzania. Wanaharakati hao ni pamoja na Agatha Atuhaire kutoka nchini Uganda pamoja na Mkenya Boniface Mwangi. Kufuatia taarifa hiyo, serikali ya Marekani imeagiza uchunguzi wa kina kuhusiana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Taarifa iliyotolewa na mwandishi wa habari kutoka nchini Tanzania, Maulid Kitenge, imesema Marekani imeeleza kusikitishwa na taarifa za kuteswa nchini Tanzania kwa wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki, Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Mkenya Boniface Mwangi, huku ikitoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na wa kina wa tuhuma hizi za ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Na hapa na nukuu: Marekani imesikitishwa sana na taarifa za kuteswa nchini Tanzania kwa wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki, Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Mkenya Boniface Mwangi. Mwaka 2024, Agatha alitunikiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani tuzo ya kimataifa ya mwanamke jasiri. Tunatoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na wa kina wa tuhuma hizi za ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Tunatoa wito kwa nchi zote katika kanda hii kuwawajibisha wale wote wanaokiuka haki za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kufanya utesaji, imesema taarifa ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Wanaharakati hao walifika mnamo Mei 18 kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Lissu, ambayo hata hivyo ililindima siku ya Jumatatu ya Mei 19 mwaka 2025 katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo Lissu alisomewa rasmi maelezo ya awali kuhusiana na makosa matatu ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Akisoma makosa hayo mbele ya wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa, alisema kosa la kwanza, mtuhumiwa anadaiwa kutamka kwamba wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024, rais aliwatuma wasimamizi wa uchaguzi kuwaengua wagombea wa upinzani. Kuhusu kosa hilo, Lissu ambaye ni mkazi wa Tegeta jijini Dar es Salaam alieleza mahakama kuwa hakubaliani na kosa hilo. Hata hivyo, akasema kuwa TAMISEMI ambayo ndiyo ilikuwa inasimamia uchaguzi huo iko chini ya ofisi ya rais. Waziri mwenye dhamana ni mkwe wake, lakini pia wakurugenzi wa halmashauri na wasimamizi wengine wa uchaguzi ni wateule wa rais au wafanyakazi chini ya ofisi ya rais. Ilielezwa kosa la pili ni mtuhumiwa kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, akieleza kuwa mapolisi wa nchi ya Tanzania ni CCM na wamekuwa wakibeba vibegi vya kura feki ili kuisaidia CCM kwenye uchaguzi. Ambapo akijibu kuhusu hilo, wakili Tundu Lissu alisema yeye hajawahi kuchapisha taarifa yeyote kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, lakini akasema ushahidi wa kwamba polisi wa nchi ya Tanzania wanatumika kuisaidia CCM anao wa kutosha. Kosa lingine lililosomwa mahakamani hapo
ni kwamba Lissu anadaiwa kusema kuwa majaji wote ni ma-CCM na kwamba wamekuwa wakijipendekeza kwa rais ili wapate promotion za uteuzi, ambapo akijibu kuhusu hilo, wakili Tundu Lissu amekataa kutenda kosa hilo, lakini amesema hata hivyo upo ushahidi unaonesha watu mashuhuri nchini wakitoa kauli kama hizo, ikiwepo ripoti ya rasimu ya Warioba. Hivyo hata kama yeye alisema haliwezi kuwa kosa la jinai. Katika mambo 9 aliyosomewa mahakamani hapo, Tundu Lissu alikubali maelezo ya jambo moja pekee linalohusu jina lake, cheo chake na anakoishi, lakini mengine yote aliyakataa, ambapo miongoni mwa alilokataa ni madai ya kwamba aliitisha mkutano wa Aprili 3 mwaka 2025 na kuzungumza mambo hayo. Katika hatua nyingine, Tundu Lissu alieleza mahakama kuwa miongoni mwa jambo ambalo halijaelezwa kwenye hati ya mashtaka aliyosomewa ni pamoja na kwamba alikamatwa kinyume na taratibu maeneo ya Mbinga mkoani Ruvuma, akasafirishwa hadi Dar es Salaam na kulazwa kituo cha polisi cha Kati na baadaye kufikishwa mahakamani. Mahakama iliahirisha kesi hiyo hadi Juni 2 mwaka 2025 baada ya mawakili upande wa serikali kuiomba mahakama hiyo iwaongezee siku zingine 14 ili kukamilisha uchunguzi. Kwa ujumla, jamhuri inatarajiwa kuwa na mawakili 15 na vielelezo 9, na shauri hilo litaendelea tena mnamo Juni 2 mwaka 2025. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania.